Online TV. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 8 ya mwezi wa pili 2026 katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ametupatia heshima kubwa wana Dar es Salaam kwa kufanya ziara tarehe 8 ya mwezi wa pili 2026 kuanzia saa 2 asubuhi kwa lengo la kuja kuzindua soko la Kariakoo. Mtakumbuka kwamba mwaka 2023 soko hili la Kariakoo liliungua na baadaye Mheshimiwa Rais kupitia ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa ya wakati huo alitoa maelekezo ya haraka ya kuhakikisha soko hilo linarudi haraka kama lilivyokuwa na ikiwezekana kuliboresha zaidi. Nayo furaha kuwaambia kuwa kazi hii kubwa ameifanya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Ameleta fedha zaidi ya bilioni 28 ambazo zimekarabati soko la zamani na kujenga soko jipya. Ndugu waandishi wa habari, mtafahamu kwamba katika soko lile wakati linaungua walikuwepo wafanyabiashara. Nayo furaha pia kuwaambia kuwa shirika la masoko la Kariakoo chini ya mtendaji wake Bwana Ashraf wamejitahidi kuhakikisha kuwa wafanyabiashara wote waliokuwepo wakati huo wanarejeshwa kufanya biashara katika eneo la soko la Kariakoo jipya na lile la zamani. Hayo pia yalikuwa ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais, yamekuwa ni maelekezo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, yamekuwa pia ni maelekezo ya Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI Profesa Shemdoe kuhakikisha wafanyabiashara wote waliokuwepo zamani wanarejea. Na urejeshaji huo, wafanyabiashara wote ambao wamepata mikataba wanafahamu hatua zote ambazo wamepitia mpaka kukamilisha hatua za kupangishwa tena ya maeneo ya vizimba na vile viduka ama vigoli ambavyo vipo katika soko hilo. Maboresho ya soko hilo, ndugu waandishi wa habari, yameongeza tija kubwa. Tumepata vizimba na fremu au sehemu za kufanyia biashara zaidi ya 1500. Lakini zaidi pia wafanyabiashara wa zamani ambao wataingia pia katika soko hilo watakuwa ni zaidi ya 1000. Kutakuwa kuna maeneo ya parking, kutakuwa kuna maeneo ya kufanyia biashara vizimba, kutakuwa kuna maeneo ya kufanyia biashara kwa maana vile viframe vidogo vidogo tunaita vigoli. Kutakuwa kuna maeneo ya ngazi yanayopandisha kwenda floor ya kwanza, pili, ya tatu kwa soko jipya, maeneo ya machinga. Lakini pia kutakuwa kuna utaratibu maalum wa biashara kuzipanga katika maeneo yao, kwa maana kama ni electronics ni eneo lake, kama ni nguo ni eneo lake, kama ni mabucha ni eneo lake, na kadhalika na kadhalika. Lakini zaidi pia kutakuwa kuna parking itakayo accommodate magari zaidi ya 400. Tuna basement 2, kutakuwa kuna warehouses ambazo ni magodown. Lakini pia kumekuwa kuna mifumo mikubwa na ya kisasa, kuna CCTV cameras na kadhalika. Kwa ndugu waandishi wa habari, kwa kuwa Mheshimiwa Rais anakuja katika mkoa wetu wa Dar es Salaam na kwa mara ya kwanza tumepewa heshima hii tangu alipoanza utawala tena wa awamu hii, ni waombe wananchi wote wa Dar es Salaam, wazee wa Dar es Salaam, wafanyabiashara wa Dar es Salaam na wafanyabiashara wa Kariakoo, uongozi wa wafanyabiashara, machinga wa Dar es Salaam na machinga wa Kariakoo, waendesha pikipiki pamoja na watu wote, na hasa pia wanaofanya biashara za cargo, kuweza kuhudhuria siku hii muhimu mno ili tuweze kumuunga mkono Mheshimiwa Rais kwa zawadi kubwa aliyotupatia wana Dar es Salaam. Sambamba na tangazo hili, naomba pia niwatangazie rasmi leo kwamba wafanyabiashara wa biashara ndogo ndogo wote
ambao wamefunga barabara za kuingia katika soko hilo waziache wazi barabara zote, ili kuruhusu sasa wale wafanyabiashara waliochukua sehemu za biashara katika soko jipya na kubwa hili la Kariakoo, ambalo limekuwa ni kielelezo kikubwa cha biashara na kielelezo kikubwa cha taifa letu, na hasa tunapojitambulisha na mataifa mengineyo, wasipate ugumu wa kuingia katika maeneo yao. Tunasema katika maeneo yale ambayo walikuwa wamepanga bidhaa zao, ni vema wakatambua kwamba si wakati wa kutumia nguvu kuweza kusifungua barabara hizo, bali kupitia uongozi wa machinga, uongozi wa waendesha pikipiki, kuzifungua barabara hizo haraka iwezekanavyo kabla ya tarehe 8, ili barabara zote ziweze kupitika katika maeneo hayo muhimu. Soko la Kariakoo ni muhimu kwa sababu tunafanya biashara na wenzetu wa Kongo, tunafanya biashara na wa Zimbabwe, tunafanya biashara na wa Malawi, wa Zambia na baadhi ya mataifa mengineyo ya East Africa. Kwa hiyo sio soko la kawaida, ni soko ambalo tunategemea na tunatarajia kuwa litaendelea kuwa kielelezo kikubwa cha diplomasia ya kiuchumi na masuala ya biashara katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki, ukanda wa Afrika Kati na maeneo mengineyo. Ninarudia tena kuwaomba tena wana Dar es Salaam kuhudhuria kwa wingi, ili Mheshimiwa Rais huyu anapokuja kuzindua zawadi kubwa kwa wafanyabiashara wetu wa soko la Kariakoo, basi kila mmoja aweze kushuhudia na kuipokea zawadi hii kwa mikono miwili, lakini na kumpongeza tena Mheshimiwa Rais kwa kuanza ziara hii muhimu kwetu wana Dar es Salaam tangu alipoanza uongozi wake kwa awamu ya pili. Baada ya kusema haya, na washukuru tena. Tukutane saa 2 asubuhi tarehe 8 mwezi wa pili 2026 pale Kariakoo. Kila kitu kitafanyikia hapo na mambo yote yatarushwa mbashara. Asanteni sana kunisikiliza na Mungu awabariki sana. Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification.